Rais mstaafu wetu Kikwete. Kwanza kabisa nianze kwa kumshukuru Mungu ambaye ndiye hutujalia uzima na afya. Lakini pia kabla yote naomba nianze kwa kukupongeza kwa kazi ambayo umewahi kuifanya Tanzania ukiwa kwenye nafasi mbalimbali za uongozi, ikiwemo nafasi ya juu kabisa ya uraisi. Najua uongozi ni kazi ngumu, lakini pamoja na hayo yako mengi ambayo tunajifunza kwako. Ujumbe huu ni wa upendo kabisa, na ninatumia njia hii ya moja kwa moja kuwafikia watu wengine, kwa sababu kupitia ujumbe wako kuna watu wengine pia watajifunza, kuna watu wengine pia wanaweza kusaidika. Kwa hiyo ndio maana natumia njia hii ya moja kwa moja. Ninachozingatia kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu, siwezi kutumia maneno ya kutukana, lakini pia kwenye msingi wetu kama Wakristo na kama wafuasi ambao tunamfuata mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo, alijaa upendo, alijaa huruma. Yeye alikuwa na mamlaka makuu, lakini alivumilia yote. Kwa hiyo katika msingi huo ambao tumefundishwa kuwaheshimu watu wote, na nitatumia maneno ya hekima ili mradi tu kufikisha ujumbe ule ambao Mungu amenipa kwa ajili yako. Na kabla sijaenda kwenye ujumbe husika, maana naomba niseme kwanza, ninaomba nianze kwa ushuhuda huu ambao utatusaidia kwa sehemu kubwa kuconnect na kile ambacho Mungu anatamani ukisikie kwa nafasi ambayo amekupa bado. Ni kwamba mwaka 2020 na mwaka 2022 ninatumia mwongozo, nina Biblia, kwa ninachokisema siwezi kuweka uongo. Ninaliheshimu neno la Mungu kama msingi wa maadili yangu. Mwaka 2022 kuna mtu mmoja wa Mungu alimuacha Mungu kwa sababu ya maisha magumu, na akaamua kujihusisha na mambo ya uganga, akawa mganga wa kienyeji. Ndugu zake waliumia sana kwa sababu ni familia ya kitumishi na yeye amekuwa mganga. Kwa wakajaribu kumshauri, lakini haikuwezekana. Badala yake akawa anawazimia simu na hawapokei. Basi wakanishirikisha kwa ajili yake ili niombe Mungu amsaidie amtoe kwenye hizo roho za mababu, maana wametoka kwenye ukoo wa waganga. Basi nikawa naendelea kumkumbuka kwenye maombi. Sasa mwezi wa pili wa mwaka 2023 nikiwa kwenye huduma ya neno la Mungu Kilwa, tulikuwa tumeenda na wanachuo wa ardhi pamoja na takwimu, wanafanyaga mission kupeleka injili. Nikiwa huko nikaota ndoto ya kwamba ninamtoa vichocholoni, na nikawa ninamuongoza njia. Tulipofika mahali ambapo anaifahamu njia, akawa amenitangulia mbele yangu. Ndoto ikaishia hapo. Basi ikabidi nimtafute. Nikatumia simu ya mtumishi mmoja anaitwa Eliudi Simbe, amesoma UDSM. Kwa bahati nzuri akawa amenipokea na nika nimeongea naye, na Mungu alivyo mwema nikafanikiwa kumtoa kwenye uganga, akawa amemrudia tena Yesu. Na baada ya hapo, kwa kuwa ndani yake alikuwa na utumishi wa Mungu pia na amewahi kumtumikia Mungu, basi akasikia wito wa kumtumikia Mungu. Kwa nikamsupport kwenda kusoma theology, chuo cha Biblia. Akiwa huko Mungu akampa kibali sana, na alikuwa anasoma chuo cha misionari mmoja. Kwa hiyo misionari akampa nafasi ya kuwa mchungaji msaidizi kwenye kanisa la hapo chuoni. Kwa hiyo hata akamsamehe kulipa ada, akawa halipi ada, badala yake akawa anampa hela kama posho ili kukidhi familia yake. Kumbuka maisha yalipokuwa magumu, na kwenye uganga pia mambo yakawa magumu zaidi, alijikuta ametelekeza hata familia yake. Kwa wakati huo sasa, manake huyu mkuu wa chuo akawa anamsupport ili pia aisupport familia yake. Akiwa mwaka wa mwisho wa kuhitimu masomo yake,
mwenye chuo yule akamwambia kwamba atampa scholarship ya kwenda nchini kwake kusoma masomo mengine ya utumishi, ili aweze kumweka kuwa moja ya kusimamia wamisionari, maana alikuwa amempenda sana. Na pale chuoni Mungu alikuwa anamtumia kiasi kwamba kuna wakati alikuwa akiimbisha wimbo, mapepo yanalipuka, watu wanalia mbele za Mungu kwa sababu ya uwepo. Lakini siku moja nikaota ndoto kwamba amefanya dhambi ambayo imekuwa ikimtesa tangu muda mrefu, na mara nyingi sana akifikia hatua ya mafanikio huwa anaanguka kwenye hiyo dhambi. Basi kichonishangaza kwamba mimi nimeota ndoto hiyo na mke wangu usiku huo akaota ndoto hiyo hiyo. Nikajua hapa hii ndoto ina maana yake. Kwa hiyo nikawa nimemwambia, lakini badala ya kwamba achukue tahadhari, na mimi nimwambia tu kwa upendo. Yeye akasema yani kama kwamba tumewaza hicho kitu, yani tumejitungia. Ilituuma kwa sababu tulisema kwa nia njema, tukasema eneo sawa. Lakini watumishi watushangai, maana watu tunakutana mambo mengi kwenye utumishi. Lakini miezi michache baadaye hiyo ndoto ikatimia, maana akaja kujulikana ana mahusiano na mtu mmoja nje ya chuo. Basi nikawa nimemuita ili kumuonya, kwa sababu mimi ndo nilikuwa refali wake, na sasa ameaminiwa kwenye hicho chuo. Sasa manake ikijulikana, manake na mimi pia utumishi wangu atakuwa ameingiza dosari. Kwa hiyo nipomshauri hivyo hakuelewa na nini. Basi kalitokea kaugomvi, kwa sababu hakunielewa moja kwa moja. Baada ya hiyo issue kutokea kwamba amejulikana amefanya kweli hiyo dhambi, hakukubali na badala yake akawa mkali. Basi mimi nikasema, angalau ili nisiwe na hatia mbeleni, naomba nimjulishe askofu wake mlezi, ili asije akanilaumu baadaye kwamba ulijua fulani yuko hivi, mbona hukuniambia? Basi nikawa nimemjulisha. Nipomjulisha, basi huyu ndugu akapanda juu akaniambia, Musa hunijui, nitakufanyia kitu ambacho hata mimi nikikaa hutaamini. Nikaona kwamba niende nikaripoti polisi ili angalau niwe salama. Lakini baadaye ndani yangu nikasikia kwamba muamini Mungu na mfanye Mungu wako unayemtumikia ajulikane, asimame na wewe. Basi nikamwambia, Chazi, umesema wewe sikujui, lakini naona na wewe pia hunijui. Naomba Mungu ninayemtumikia ajulikane. Basi mimi siku moja nikawa na mzigo, nikaomba usiku kucha, nikimwambia Mungu na ijulikane. Nikamwambia Mungu, mikono yangu hii naomba isitumike kuleta mtumishi tapeli. Nikamwambia Mungu, kama unajua ya kwamba hawezi kubadilika, basi naomba asimalize hicho chuo. Alikuwa amebakiza miezi michache sana, kama mwezi mmoja hivi au miwili. Nikamwambia Mungu, ninaomba Mungu asiingie kwenye utumishi. Ninafuta utambulisho wake wa utumishi. Niliomba kwa mzigo sana hiyo siku. Baadaye ilipofika alfajiri nikawahi kwenda kanisani pia, maana nilikuwa na hudumu hiyo siku. Basi nilikuwa na hudumu kanisa la AICT Chang'ombe Morning Glory. Basi nikiwa mimi nimeondoka saa 11, lakini saa 12 kuna ndugu yangu mmoja pamoja na mke wake walikuwa jirani, nyumba yao ilikuwa jirani. Wakasikia mimi ninaomba juu ya huyo ndugu, wakasema Musa bado amebeba mzigo juu ya huyu mtu, bado tu hajasamehe. Basi na ni kwamba sio kwamba walikuwa wameota ndoto, bali ilikuwa ni kwamba wote wako macho na wote walisikia. Wakati huo mimi wanasikia hiyo sauti yangu, ninaomba tena kwa sauti kubwa. Mimi wakati huo nilikuwa kanisani, nilikuwa bado kipindi
maana nakumbuka nilifika kanisani pia nikaendelea kuomba. Basi kwa ufupi ni kwamba huyo mtu baada ya muda mfupi alikuja kukamatwa chuoni hapo. Kwa hiyo dhambi wakamfukuza, akiwa amebakiza mwezi sijui wiki ngapi ahitimu apewe cheti. Kwa hiyo swala la kwenda nchi za nje kusomeshwa likafa, cheti cha theology kupata ikafa, na support aliyokuwa anaipata ikafa, utambulisho hata yule askofu aliyekuwa amejitoa kumlea pia mahusiano yakakata. Kwa nini nimetangulia kusema huu ushuhuda? Ni kwamba kila mtu ana shetani wake. Na shetani wa kwanza wa mtu ni tabia yake. Wanadamu tumeumbwa na sirika fulani, yani kila mtu ana asili yake. Kila mtu ana katabia kake ambako anako. Sasa shetani hutumia zile tabia mbaya tulizo nazo ambazo ni kama asili ili kutujaribu, ili kutupoteza, ili kutuharibu. Kwa hiyo huyu ndugu ni muda mrefu Mungu anamfungulia milango, lakini anapofika hatua ya kufanikiwa, ghafla mambo yanabadilika, yanaharibika kupitia hiyo tabia yake ambayo imekuwa ikimrudisha nyuma. Manake mpaka tunavyoongea hivi manake angekuwa mbali sana. Lakini mpaka hivi naomba nisiseme sana. Na ninasema ushuhuda huu wa maisha ya mtu kwa sababu hata Biblia imeandika maisha ya watu ili yawe ushuhuda kwetu. Ninachozingatia tu ni kwamba ni kutomvunjia mtu heshima yake kwa kumtaja hadharani, lakini tunatumia kama funzo. Wewe ni sana baba yangu kwa umri, kwa hiyo ninaheshimu sana. Lakini nataka niseme kitu kimoja, ya kwamba ndani yako wewe unajua kuna asili gani ambayo iko. Kuna watu unaweza kukuta mtu labda anapenda wanawake, kuna mtu anapenda fedha, kuna mtu anapenda uongozi, kuna mtu yani kuna katabia ambako mtu anapenda. Sasa hata kama ile desire, hata kama ni nzuri, shetani anaweza akaigeuza hiyo desire ili kuleta mambo yake. Sasa ninaomba nirejee hizi ndoto. Usiku wa tarehe 2 mwezi wa 5 2025, siku ambayo makanisa ya Gwajima alifungiwa, niliota ndoto ya kwamba unaagiza watu wamkamate askofu Gwajima, na nikaonekana kwamba namhurumia. Lakini ipoonekana namhurumia, basi ukataka uagize na mimi nikamatwe, basi ikabidi nikae kimya. Basi baada ya hapo nikawa naendelea kuomba. Kesho yake nikashangaa nakuta kanisa la Gwajima limefungwa. Simaanisha kwamba nipo ili kukuambatanisha na hilo tukio, lakini naelezea kile ambacho ndoto niliota. Basi lakini pia tarehe 15 ya mwezi wa 8, naomba nikumbuke vizuri, ya tarehe 15 ya mwezi wa 8 nikaota ndoto tena nyingine, ambapo nikaota ya kwamba, na uzuri nilikuwa na share hizo ndoto, ila nilikuwa na ficha majina ya watu, nilikuwa na share Facebook. Nikaota kwamba tumekaa mimi na wewe Rais mstaafu Kikwete na watu wengine wazee wenye heshima, tumekaa meza moja, lakini kulikuwa kuna mechi ya mpira. Basi ulikuwa umekaa pale, lakini kama hukuwa na support ya watu na ulitamani upate jezi ili uende ukacheze mpira. Basi kwa kuwa hakuonekana mtu wa kukusapoti kukutafutia jezi, ndani yangu nikaguswa ya kwamba basi nitafute jezi ili uingie ukacheze. Nikawa nimeamka. Huo usiku niliota ndoto mbili zinazofanana. Nilipoamka nikasema, mbona huyu mtu
mwanzoni niliota kwamba hivi na hivi, na nikatokea kwamba niko kinyume naye. Mbona leo ninamsapoti? Kwa nikawa nakemea hiyo ndoto kwamba Mungu, inawezekana kuna mahali nimeanza kusapoti yale ambayo yako kinyume. Lakini leo tarehe 14 mwezi wa 10 2025, ambapo ndo nimeanzisha program ya kuomba juu ya taifa ili tusiingie kwenye machafuko, ndipo nikakumbushwa ile ndoto niliyoota hiyo kwamba nakutafutia jezi kwa sababu umetamani kucheza ila hakuna naye kusapoti. Ndoto hiyo ndani yangu nikakumbushwa kwamba maisha ya mwanadamu huwa ni ya kutegemeana. Na leo wewe unakinga kwa sababu umewahi kuwa rais. Lakini kumbuka, unaacha watoto wako, unaacha wajukuu, unaacha ukoo ambao hautakuwa na kinga. Jitahidi baba yangu, rais wangu, umalize vema haya malalamiko ambayo watu wengi wanakulalamikia. Tumia hiyo nafasi ukiwa hai kutengeneza, kuleta sura mpya kwa Watanzania wote. Hilo ndio ilikuwa ushauri wangu, kwa sababu nilipokuwa namuomba Mungu kwamba Mungu, nini maana ya hii ndoto kwamba namtafutia jezi, alafu mimi mtu ambaye ni wa chini sana, alafu ndo namtafutia kwamba nilikuwa na uwezo wa kupata jezi. Mimi ambaye ni mtu wa chini sana ndo ambaye alafu itokee kwamba naweza nikampa rais, aliyekuwa rais, ninaweza nikampa kitu. Ndipo ikanikumbusha hiyo ya kwamba Mungu alitaka akukumbusha kwamba wewe, kwa kuwa wanadamu hatuishi milele, wewe utaondoka, utakufa, lakini kuna uzao na uacha kizazi hata kizazi. Jitahidi uachie heshima ambayo itawabeba. Mungu bado ana nafasi. Lakini ujumbe wangu wa pili ni kwamba shetani hutumia tabia zetu ili kupata nafasi. Sisi wa Kristo kwenye Biblia tunaona habari ya mtu mmoja anaitwa Kornelio. Kornelio alikuwa na tabia ya kusaidia watu, alitoa sadaka kwa wahitaji. Basi hiyo tabia ilimgusa Mungu mpaka Mungu akamtumia malaika wakaongea naye, na ikawa sababu ya Kornelio kuokoka na kumjua Mungu. Nini kilichofanya? Maana yake, kumbuka, Mungu tunaamini kwamba Mungu ni Mungu wa haki, ni Mungu wa mema. Kwa hiyo yale mema aliyokuwa anayafanya yalivuta roho ya Mungu, Kwa tabia ya mtu inavuta roho, maana ndo tumeumbiwa hivyo, tumeumbiwa kuinteract na roho. Lakini kwenye Biblia hiyo kwenye Luka sura 22 kuanzia mstari wa 3 tunaona ya kwamba Yuda aliingiwa na shetani akamsaliti Yesu kwa sababu ya fedha. Lakini ukiangalia katika Yohana sura 12 mstari wa 4 hadi wa 6 utaona kwamba ilikuwa tabia ya Yuda tangu mwanzo kuwa anaiba fedha. Kwa hiyo ile tabia yake, kumbe ile siku shetani anamuingia ili amsaliti Yesu kupitia fedha, sio kwamba ilitokea bahati mbaya, bali ni kwa sababu ndani yake alikuwa na hiyo tabia. Kwa hiyo nikiwa naelekea kuhitimisha ni kwamba kuna namna ambapo mtu akishindwa kucontrol tabia yake fulani, shetani huwa siku zote anataka kumaliza na mtu vibaya. Asumu mtu, wale ambao wanatumwa kuteka watu, kuua watu, akikupata hamalizi vizuri na wewe, lazima hakikisha anakumaliza kabisa. Kadhalika shetani huwa hataki mtu amalize vizuri, kwa huwa anamfuatilia siku zote. Naomba nihitimishe na neno hili.
Kitabu cha Yohana sura ya 10 mstari wa 10 inasema hivi: mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Maana yake roho ya shetani huwa inakuja ndani ya mtu sio kwa nia njema. Lengo inataka imalize na mtu vibaya, kuchinja, kuharibu, kuangamiza. Kwa hiyo kwenye tabia zetu tuhakikisha kwamba haturuhusu roho ili tusije tukamaliza vibaya. Unaweza ukawa umejijengea heshima kubwa sana kwa watu, ila kwa sababu shetani hataki umalize vizuri na hiyo heshima yako, bado atakufuatilia kwa roho mbalimbali, ili akipata nafasi hakikishe kwamba anakuharibia hata yale mazuri uliyokuwa umewahi kufanya. Lakini Mungu ametupa nguvu wa kuweza kuamua. Naomba nionyeshe andiko hili. Kitabu cha Danieli sura ya 6. Danieli sura ya 6 mstari wa 1 hadi wa 3 inasema: ilimpendeza Dario kuweka juu ya ufalme maliwali 120 wawe juu ya ufalme wote, na juu yao akaweka wakubwa 3, na Danieli alikuwa mmoja wao, ili maliwali hawa watoe hesabu kwao, mfalme asipate hasara. Basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake, naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Nitarudia ule mstari wa 3, nasema kwamba basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake. Roho bora. Tabia zetu, nyuma ya tabia zetu kuna roho. Na mtu anaweza akabadilika tabia zake kulingana na roho iliyo nyuma yake. Ndio maana mtu anaweza akawa alikuwa mzuri sana, kiongozi mzuri sana, ila kama ndani yake kuna roho nyingine itapata nafasi, watu watamshangaa huyo mtu. Kwa hiyo laisi Mungu, mara nyingi Mungu amekuwa akinitumia kwa ndoto. Kwa hiyo una nafasi ya kutengeneza na Mungu. Una nafasi ya kujichunguza ili umalize vizuri, kwa faida ya kizazi kinachokuja, lakini pia kwa faida ya taifa letu la Tanzania ambalo kwa sasa linaelekea kubaya kama Mungu hata lisimamia. Nihitimishe kwa kutoa wito kwa watu wote kwamba ujumbe huu haumuhusu tu Rais Kikwete, unamhusu kila mwanadamu, ya kwamba nyuma ya tabia yako kuna roho inatafuta nafasi, na usipokuwa makini utashangaa inapata nafasi. Huyu mtu ambaye nimesema ushuhuda wake ni kwamba pamoja na kwamba Mungu alimfanikiwa kumtoa huko na akafanikiwa na Mungu akaanza kumtumia, bado zile roho ambazo ziko nyuma yake hazikumwacha, bado zilikuwa zinatafuta nafasi. Maandiko yanatueleza, Yesu aliwaambia watu kwamba pepo linapomwacha mtu huwa linatafuta mahali pengine pa kukaa, likikosa linatafuta, linarudi, na likikuta yule mtu amefungua mlango linatafuta pepo wengine 7. Basi hali ya huyo mtu inakuwa mbaya kuliko ya kwanza. Maana yake mwanzoni alikuwa na pepo mmoja, sasa atakuwa mapepo 7. Na maandiko yanasema kwamba anatafuta wengine walio wabaya zaidi. Maana yake yale mapepo yaliyokuja ni mabaya zaidi kuliko yeye. Kwa hiyo nimesema ili nisiongeze mengi sana kugusia uongozi wako, maisha yako, nini kilitokea kwenye uongozi wako, lakini natamani tu kwamba angalia shetani asije akakuharibia kila ambacho umewahi kufanya kwa Tanzania na wakakupa heshima yako. Ni kwa upendo kabisa. Na huu ujumbe umpate kiongozi yoyote na mtu yoyote ambao Mungu amempa nafasi, aidha serikalini au popote. Tamani, jichunguze kila siku. Ndio maana tunashauriwa tusiache ibada, ili hiyo ibada ikusaidie kujichunguza. Ayubu alikuwa na tabia ya kwenda kwa Mungu kila siku asubuhi kwa ajili yake na kwa ajili ya watoto wake. Maisha ya ibada yanatakiwa.
Na mwisho niseme ya kwamba watu wa Mungu, Yesu Kristo ni njia na kweli na uzima. Leo tuko mwaka 2025 ni kwa sababu Yesu alizaliwa na akaanza majira mapya. Maana kwenye Biblia tunaona kwamba yeye ni neno, hapo mwanzo kulikuwako neno. Maana yake ndio maana tukapata mwanzo mpya wa millennium hizi. Kwa sababu popote Yesu anapokuwepo kuna mwanzo unaanza. Maana alikuwepo tangu mwanzo. Ndio maana hata alipokufa hakubaki kaburini, alirudi kule alikokuwa tena kwa kupaa. Kwa ndio maana Yohana inatukumbusha kwamba Yesu ndiye njia na kweli na uzima. Ninakupa nafasi ambayo umerudi nyuma, umemwacha Mungu. Pata nafasi ya kumrudia Mungu wako. Unaoyaona haya yanatukia, tuko kwenye siku za mwisho. Ndio maana Biblia imeweka wazi ya kwamba kutakuwa na manabii wa uongo. Leo tunawaona wengi tu. Ninaomba nihitimishe. Mungu awabariki.